migogoro ya wakulima na wafugaji ambao kwa muda mrefu imelitafuna taifa katika maeneo mbalimbali nchini bila kuwa ufumbuzi wa kudumu. Kwa tutaunda tume. Na mimi nimesema maelekezo na msimamo wangu kama rais wa nchi, jambo la kwanza ni kusitisha mipango yote ya kupanua ardhi kwa ajili ya hifadhi, ni kusitisha. Jambo la pili, tuhakikisha wakulima wana ardhi ya kutosha, wafugaji wana ardhi ya kutosha. Kila mmoja afanye. Kama mfugaji ardhi hii ndio nzuri kwake, tumuache mfugaji abaki hapo. Kama mkulima tunaweza tukampeleka kule na tukamtengenezea mazingira mazuri ya kilimo, naye tumpeleke kwenye ardhi iliyo nzuri kwa ajili ya kilimo chake. Tunapigana ya nini? Tumekosa utashi wa kumaliza migogoro hii. Na waambia wenzangu wa Kilosa, wenzangu wa Mikumi, tumekosa utashi wa kumaliza migogoro. Eneo la hifadhi nimesema, hivi leo walio pembezoni ya Ziwa Victoria au walio pembezoni ya bahari wanaomba kibali cha kwenda kuvua, kwenda kutafuta kitoweo, au walio pembezoni hata wa vijimito vidogo vidogo kwenda kuvua kambare wanaomba kibali? Kwa nini walio pembeni ya hifadhi na wao Mungu ameweka pembeni ya kwenda kuvuna digidigi na koswala kwa ajili ya mboga, kwa nini iwe shida? Tutatoa vibali kwa wananchi wa maeneo ya jirani, wakachukue swala, wakachukue digidigi, wale wakikutana na simba sio jukumu la serikali yao. Kama unajimudu kwenda kwa ajili ya chakula, sio kwa ajili ya kuuza, nenda. Kuhusu wazee, nimesema sera yangu iko wazi. Nchi hii ukifikisha miaka 60 chini ya uongozi wangu, wewe utahudumiwa na serikali mambo yote ya msingi, matibabu, tena matibabu ya maana. Sio tunakwambia matibabu, unakwenda hospitalini mzee, hupati madawa, hupati madaktari. Hapana. Umefikisha miaka 60, matibabu ni bure kwa wazee. Tutagawa chakula bure kwa wazee, na tutahakikisha tunawapa kaposho kidogo kwa ajili ya mahitaji mengine ikiwemo mavazi. Haiwezekani leo wazee wetu wanazunguka, wanadhalilika, wanakuwa ombaomba. Kwa nini? Serikali ipo, nchi yenye kila aina ya neema ipo. Mzee chini ya serikali yangu na miaka 60, kama hujiwezi, wewe ni wakuhudumiwa na serikali, na tutafanya hivyo. Ndugu zangu, mambo ni mengi, lakini ninajua tuna tatizo kubwa la mkwamo wa katiba mpya kwenye nchi yetu. Nimeandika kwenye ilani, na hiyo ninawaahidi wa Tanzania, ndani ya siku 100 ninakwenda kuanzisha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya kwenye nchi hii. Na niwaambie CCM hawawezi kutuletea katiba mpya. CCM wako kwa zungu wanaoitwa kwenye comfort zone. Hawawezi kuwa na mahitaji ya katiba mpya. Katiba iliyopo inawabeba wao. Nina nia, nina dhamira, na nina utayari wa kwenda kuandika katiba mpya nchi yangu, kwa sababu sioni chochote cha kupoteza, wala sioni wowote wa kumuogopa, wala sina chochote cha kukilinda. Niaminini, tukaandike katiba mpya, tutunge sheria zenye haki, tuondoe uonevu, tuishi kwenye nchi yenye uhuru, nchi yenye usalama, nchi yenye furaha, nchi yenye amani inayotokana na haki. Tumeelewana ndugu zangu wa Mikumi? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Suala la udalali wa mazao mimi nimeshawaambia sina. Lima ufuta wako, uza unakotaka. Lima mahindi yako, uza unakotaka. Lima mbaazi yako, uza unakotaka. Suala la mfumo wa stakabadhi ghalani ni marufuku kwenye serikali inayokwenda kuiongoza. Ni marufuku. Biashara ya AMICOS ni marufuku, stakabadhi ghalani ni marufuku. Uza unakotaka. Lipa kodi, wewe nenda kauze, muuzie unayetaka. Sawa sawa?